ya saa 4 siku ya Jumamosi tarehe 21 mwezi wa 6, wazungu wanasema mwezi Juni mwaka 2025. Shikamoo mdogo wangu, assalamu alaikum. Wale ndugu zetu wa dini ya Kiislamu, Bwana Yesu asifiwe, wa Kristo na hata ujambo wale ambao pia wanaendelea kutizama. Asanteni sana walimu na hata wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi ni Dawati la Lugha. Siku zote tumekwisha ingia awamu ya kwanza, ndio hiyo bwana, tunakwenda hadi mida ya saa 5 za asubuhi, kisha baadaye awamu ya pili itakuwa inabisha milango. Ninaye kakaangu mkubwa, tutakuwa tunanyoosha mambo mengi sana kwenye lugha ya Kiswahili. Shikamoo kaka. Marahaba bingwa. Unaendeleaje bwana? Mungu amesaidia, kila kitu kiko sawa. Tunashukuru, tunapumua na tunasonga mbele. Hebu nikuulize kabla hatujafanya lolote, una shida ya hela? Hapana, Ngoja kwanza bana. Ngoja kwanza nimalize swali langu bana. Wewe una shida, macho yako ina shida ama ni maridadi? Kwa sasa vile tulivyosema kwamba unajua hashakum sio matusi, watu ambao wana watusi walemavu wanajulikana, na wewe nimekuona pia unaanza kurusha matusi. Sijai muona mzee Raila akivalia miwani. Pengine yeye unajua kitu cha kushangaza ni kwamba watu wengi sana wana zile tunaita inaitwa contact lenses. Zile zinawekwa tu kwenye macho. Sasa yeye hahitaji kuvaa miwani. Upande wangu mimi unamaanisha nini? Kwamba unaweza wekewa bila unaweka tu ndani, na sasa ndani hautavaa miwani kwenye jicho tu. Mboni lako ili linawekwa tu, linawekwa. Na ni sawa sana. Rais hayati Rais Moi. Yeye alikuwa anatumia contact lenses. Ndio maana hakuna mahali umemuona wewe una picha yote umeona hayati yule Moi akiwa na miwani. Hapana. Sometimes wakati mwingine wanatumia tu. Mbona nahisi pia huenda mzee Raila amewekewa? Kuna uwezekano mkubwa. Kwa sababu ule umri wake sitarajii mkubwa wake anatumia miwani. Sijaiona mzee Raila akitumia miwani. Anazungumzia uburu. Sana. Kuna huo kuna teknolojia inazidi kuwepo. Mkeo mzee Raila anatumia miwani. Wewe Raila atumie miwani? Kuna wengine, je, kwako pengine unaweza kuwa unatumia majani na mkeo asitumie majani. Hali ya mkeka ndio hali ya gunia, lakini sana sana sio hali ya nyasi. Majani gani unazungumzia? Majani tu yale tu. Uko mzima lakini. Mimi nashukuru. Hata mimi nimekuwa kule nilikozaliwa kule Mumias. Michezo inaendelea kule kwenye viwanja tofauti, wanafunzi hata walimu nimetangamana nao asubuhi ndo nikatoka. Tayari kwa sasa tunamjua striker Billy tayari yuko kule, anafuatilizia semi-finali kati ya Musingu na Green Commandos. Wanapiga kabumbu leo. Kuna shule zingine vile ambazo zinaendeleza michuano kadhaa kuwania ubingwa wa county na vile kusonga katika hadhi ya kimataifa. Vizuri. Na tunawatakia wale watoto wetu, shule zetu heri kwa michezo yao. Inakuwa hivyo. Na sijui nimeona magatuzi tofauti yameandaa michezo maeneo yao, kwa mfano Bungoma, Busia, Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga. Kwa hivyo wakishamaliza hivyo, japo najua kwamba hili si swali ambalo liko kwenye dawati, kwa kipindi cha Dawati la Lugha, lakini kwa faida ya mtazamaji na hata mzazi, kwamba wakimaliza hivyo wanaleta hizi timu pamoja. Sasa kitu ambacho kinafanyika ni kwamba wanaanza katika ngazi ya chini kabisa. Ngazi ya chini tunasema katika pengine wadi. Wanatafuta mbingwa katika wadi fulani. Wakitoka pale wanaenda katika ngazi za county. Wakifika katika ngazi za county
Sasa si unajua kule chini wamedondosha. Kuna wale ambao wako mabingwa. Wale waliofeli wanasalia waweze kujaribu baadaye. Wakitoka pale wanaenda katika ngazi za county, vile vile katika ngazi za county tunapata pia wengine. Wakishatoka hapa wale mabingwa katika ngazi za county, wakisha sasa kamilisha wale wamepata katika gatuzi lao, ndio mabingwa gatuzi lao. Sasa vile vile tutakuja sasa tuanze kukua na mashindano ya counties. Unaona tukisema zile counties zile wanatoka county fulani watakutana na mabingwa county fulani kwa michuano. Alafu vile vile watatafuta sasa pale tunatafuta mabingwa wa kitaifa. Je, na hao mabingwa wetu wa kitaifa, samani kwanza kabla tuendelee, mabingwa wa kitaifa sasa wakishapatikana ndio wanaanza kutafuta ubingwa sasa wa ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo michezo inaendelea sasa katika county, ngazi za county. Niulize, ni michezo ya eneo la magharibi ama ni michezo ya kitaifa? Ni kitaifa. Kwa maana lazima tupate mshindi wa kitaifa. Ndio maana kuna wakati ukifika unapata timu za magharibi unapata wanakuambia Kibabi inakutana na timu kutoka Hill School kutoka Nairobi. Wanapiga mechi. Watakutana na Mathare kutoka Nairobi, timu ambayo ilifanya vizuri. Watapatana na wanaenda kucheza katika uga wa Kisumu, watacheza na Kisumu Boys ambayo ni mabingwa wa eneo hilo. Sasa lazima kitaifa kupatikane mshindi wa shule za upili ngazi ya kitaifa. Watasema pengine tunaambiwa kwamba Kamusinga ni mabingwa wa kitaifa katika volleyball. Kama sio volleyball pengine ile tunaita nini, netball, wako pale. Lakini baba, jana jioni niliwaona watu ambao siwezi waita wanafunzi wakicheza. Wanaitwa mamluki. Kumaanisha wale ni wanafunzi ghashi. Kwa hivyo tufanyeje? Wanaruhusiwa? Hawaruhusiwi. Unajua tatizo ni kwamba tuna matatizo mengi kama taifa na inatupelekea hadi tunaathiri michezo yetu ya kitaifa. Unajua kitu kibaya michezo yetu katika shule za michezo za wanafunzi. Inasikitisha sana, unapata mwanafunzi ananyimwa, mwenye talanta ananyimwa nafasi ya kushiriki mchezo huo. Kwa maana wewe watakupata unacheza katika ngazi zile za wadi. Umecheza, unatoka pale nafika ngazi za county, unaondolewa, wanaleta mamluki. Tayari wewe umenyimwa nafasi. Kuna ile wana sport wanaita scouting. Wanakuja kuangazia. Kuna uwezekano mkubwa yule bingwa asichukuliwe, lakini wewe wamekunyima nafasi yako. Kama mwanafunzi. Sasa inaathiri, na mimi naomba pakubwa sheria hizi za sheria ambazo ziliwekwa zitiliwe mkazo sana. Waache watoto, kama ni watoto kucheza, waache watoto wacheze. Wewe mtu mzima wakati wako ulipita. Nenda huko nje. Kuna vilabu siku hizi vya soka. Mtu mzima na mtoto ana umri upi? Mtoto. Sana tumeambiwa kwamba usipite umri. Kuna wengine ukiangalia wakati walikuwa kwa watu wanafunzi wa JSS, walikuwa wanaweka hadi mtoto awe na umri wa miaka 12. Lakini pale unapata wewe bingwa na miaka yako 16, 17 huko pale unataka kukanyagana na watoto wa miaka 12. So una tatizo. Wapo walio kwenye kidato cha 4 wana zaidi ya miaka 18. Ndio inakataliwa. Wanawaambia tafadhali waachie hawa. Lakini nikuulize, kama angali mwanafunzi na labda kuchelewa tu kwenda shuleni ndio kunafanya, mbona sicheze? Tatizo ni pale kwa kuchelewa kwenda. Tunaomba samahani, pale tatizo ni kwa kuchelewa kuelekea shuleni. Bwana wewe nashuku sana, ulimaliza kidato chako cha 4 kama wewe ni mtu mzima. Miaka ngapi ile? 19 ndio mimi namaliza. Sio 21. Hapana. Nilisoma vizuri. Mtazamaji, dakika hizo 30 baada ya saa 4 asubuhi, kipindi Dawati la Lugha, tumezungumzia kidogo michezo kwa sababu ni shughuli ambazo zinaambatana kidogo na Dawati la Lugha, kwa sababu wale ni wanafunzi na kipindi cha Dawati la Lugha kinatoa mafunzo ya Kiswahili kwenye wanafunzi haswa na hata walimu na wale wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Leo mada nzuri sana ambayo ustahili kukosa, kwa sababu tunaenda kuangazia
mahusiano kati ya mwanafunzi, mwalimu na mzazi, kwa sababu wengi, mtizamaji, utagundua kwamba wakati ambapo mwanafunzi amefeli watamuelekezea kidole mtu fulani, wakati ambapo mwanafunzi ana nidhamu watamuelekezea kidole mtu fulani. Na ndio sababu leo tukataka kulizamia tuone nani ambaye anastahili kujukumika wapi na ni nani ambaye anastahili kufanya nini. Kwa hivyo sijui utajiweka katika kiatu cha mzazi, mwalimu, mwanafunzi ama utakuwa wapi? Na tuanzie wapi kwa hii mada? Juma jana uliniweka katika nafasi mbaya sana. Gani? Walimu wakaleta tabu sana. Wakasema mbona mimi nilielekea kule kwanza kuwanyoshea kidole. Na nikasahau kwamba sio jukumu la mwalimu pekee. Inahitaji ushirikiano. Ndipo tukaamua wacha leo walimu waone pia sio wao tulikuwa tumewatengea mada ya kuwazungumzia, tunakuonyoshea kidole, tuweke ushirikiano kati ya walimu, wazazi na wanafunzi. Na kwanza kabla tulizamie, napenda kukupa habari kutoka kwa mwalimu wetu kaka Freddy. Amesema nikusabai kwanza. Hivi sasa anatizama yupo. Ujumbe wake anasema nikiwa mbashara kwenye uchu wa dawati la lugha isei, wasalimu wafasi wa Kiswahili. Mwenyezi Mungu akinijalia nitafika kuendeleza shughuli. Baba, tunakutakia mema na Mungu atafanya makuu. Tunaeleza kwamba amejaza mashavu yamejaa saizi. Amekula vizuri. Matunda kwa wingi, limau kidogo na kujiweka vizuri, mazoezi ya kila mara. Yule kaka wengi walitumia lugha ambayo nisingependa kutumia hapo wakati ambapo alipata ajali, alihusika kwenye ajali. Hata wewe ukanambia tuyaache hao kwa maana sasa tunamsherehekea sana. Baba, mimi tunakutakia mazuri. Mazuri sana na Mungu akupe nguvu, akupe uwezo. Naam, tuelekee katika mada ya leo, ushirikiano kati ya wazazi, walimu na wanafunzi wenyewe. Sijataka kuleta washikadau, niseme washikadau wote, ila hawa watatu. Ukumbuke kwamba ushirikiano ndio nguzo muhimu sana kwa ukuaji sana wa mwanafunzi. Ushirikiano huu ambao tunazungumzia ni ushirikiano wa kumfaa mwanafunzi, wala sio wa kumfaa hata mwanafunzi pengine mwalimu na mzazi. Ila ushirikiano huu vile vile kuna manufaa. Mfano pengine kuelezea vizuri, kudadavua sana ni kuwa tuangazie ushirikiano kati ya hawa wote watatu kwa kumfaa mwanafunzi. Mwanafunzi anawategemea hawa watu wote wawili, mzazi na anamtegemea mwalimu. Ushirikiano kati ya hawa tukiangalia kiumuhimu ni kwamba utagundua mwanafunzi huyu anaangaziwa pakubwa kwa ushirikiano kati ya wazazi na walimu sasa. Na wakati ushirikiano huu upo kwa kumfaa mwanafunzi anapata uwepesi wa kuweza kumwendea mwalimu na kumzungumzia. Vile vile anapata uwepesi wa kumzungumzia mzazi wake kwa masaibu ya pengine kielimu, kiafya, kimaadili. Haya yote utagundua kwamba anapokezwa vizuri sana. Anaweza akapokelewa upande wote kuwili. Sasa unaona pale mwanafunzi anafaidika. Vile vile ushirikiano huu kati ya hata mzazi na katika ushirikiano huu kwa kumfaa mwanafunzi utagundua kwamba mwanafunzi hata kimasomo anafanya vizuri sana, kwa maana njia mwafaka imepatikana sana ya kugundulika kwa mapungufu yake. Ndipo mwalimu ana uwezo kuambia mzazi huyu mwanafunzi yeye kuelewa vizuri sana atahitaji hiki. Na nikiweza kurejelea juma jana nilisema kwamba kuna wale mwalimu anakuelewa mwanafunzi sana. Atakwambia mapungufu ya mwanafunzi huyu pengine inatokana na yeye kutopata masomo ya ziada. Sasa mzazi, sisi tukishirikiana, mimi naweza nikampa mwanafunzi huyu vitu vya ziada, kazi ya ziada kufanya, halafu wewe mzazi unaangalia. Unaona ushirikiano huu unamfaa mwanafunzi? Vile vile huyu mwanafunzi hata ushirikiano tu huu pakubwa kati ya walimu na wazazi na tuseme na jamii inamfaa huyu mwanafunzi, kwa maana hakuna wakati huyu mwanafunzi akitoka shuleni akienda kwa jamii bado jamii inamchukulia huyu ni mwanafunzi. Kuna vitu atazuiwa kufanya
yeye atazuiliwa kufanya sana kama mwanafunzi. Kwa maana huyo ni mwanafunzi ambaye hatapatikana kwa maeneo ya burudani wakati anastahili kuwa masomo. Atakuwa anaambia sikiza, huyu ni mwanafunzi, unafanya nini hapa? Kaelekea shuleni. Si umeona mara mingi, hata wewe najua pengine mara sio moja, katika harakati zako za pita zako huku na kule, unaenda na unakutana na mwanafunzi yuko nyumbani wakati wa masomo. Najua unaweza kufika unamuuliza, wewe mbona uko shuleni? Mbona unafanya nini hapa? Lazima niwe na yale maswali. Uwe na yale maswali, unafanya nini? Na huku kwetu mimi mara somo moja wakati fulani nzuri. Kwani wapi? Humumu tu. Humumu nasema humumu kwa maana najua mahali unakoelekea na sikupi hiyo fursa. Humumu nikiwa nanipata na wanafunzi. Mwanafunzi anaweza kuambia mimi, halafu kuna ile neno mbaya sana ambalo linatumika kule kufukuzwa. Hapana, wanafunzi kufukuzwa shuleni. Mara nyingi wametumia neno hilo. Na mwanafunzi afukuzwe shuleni, anatumwa nyumbani. Tuache kuambia kesho mkija hapa nitawafukuza. Hata kwa lugha ya mamangu atusemi alonderwe. Watu tunasema arumerwengo. Angalia, ametumwa nyumbani. Arumerwengo. Au cha alonderweta. Sijui kama umenipata. Nimekupata. Ndio maana kuambia sasa lugha sanifu ni hiyo. Kwamba mwanafunzi ametumwa nyumbani. Na ni vema mwanafunzi akija hata akikutana nawe utamuelezea kwamba mimi kama nimetumwa nyumbani kuleta hela za kufanikisha mtihani. Wengi wanatumwa hivyo. Na sana hata sio hela nyingi. Mwanafunzi anakuambia nimetumwa shilingi 30, shilingi 50, shilingi 20. Unaona? Sasa wewe kama mzazi, ushirikiano ukiwepo na jamii nzima, si 20 unaweza ukampa? Mbona usubiri wewe mzazi, mbona usubiri mwanafunzi atumwe nyumbani kwako wewe ndio utoe zile shilingi 30? Mbona usijukumike kabla? Ndio tatizo sasa. Huu ushirikiano kama ukiwepo, ama hizi taarifa walimu utoa kwa kuchelewa. Siamini kama kuna mwalimu anaweza akaamka leo na akasema kesho kujeni shuleni na shilingi 20 za mtihani. Atasema wiki kesho tunaanza mtihani. Kwa hivyo wazazi nendeni nyumbani muambie wazazi wawape hela za mtihani. Na ukiona mwanafunzi wako ametumwa nyumbani kuleta hela, ni kwamba pengine taarifa hiyo imekaa sana. Sasa ni wewe umekata kujukumia. Sasa pale mkuu pale asante sana kwa kuleta ile yale mazungumzo. Mbona walimu wasibuni njia ambayo ni tofauti na kuwatuma wanafunzi nyumbani? Kwa sababu wakati ambapo unawatuma wanafunzi nyumbani, mwanafunzi atakosa yale masomo ambayo wenzake wamekuwa nayo. Kwa mfano leo yeye ametumwa nyumbani. Tungependa sana, na mimi wanahisi kwamba tungependa sana mambo yawe hivyo, kwamba kazi ya mwalimu na mwanafunzi ni tofauti sana kazi ya mzazi. Mwanafunzi kazi yake ni kuja shuleni kupata masomo. Kazi ya wewe mwalimu ni kumfundisha yule mwanafunzi. Na mzazi kazi yake ni kujukumika. Na ndio nasema ukiangazia katika ushirikiano huu, hata umuhimu wa ushirikiano ambayo tunazungumzia kati ya mwalimu, mwanafunzi na mzazi, tukija ushirikiano huu ikiwa inaendeshwa vyema sana, hata mwanafunzi hafai kutumwa nyumbani. Kwa maana uhusiano huu bora utamfanya mwalimu kumpigia mzazi na kumwambia mzazi, mwanafunzi anahitaji hii na hii na hii. Shule nyingi ambazo zinafanya vyema sana, shule nyingi kaka Maliba, utagundua mwanafunzi atakwambia mimi pengine nimeenda nyumbani nimelemewa na maumivu, pengine nimelemewa na ugonjwa, lakini sijawahi tumwa nyumbani kuleta karo. Na zile ndizo shule ambazo mwanafunzi hata yeye mwenyewe hajui ile hela za wanasema remedial, hajui hata ni hela ngapi. Mwanafunzi huyu hata ile account ya shule ya kulipia karo hajui. Ni kazi ya mzazi, yeye anaambiwa nenda nyumbani. Hizi ndizo shule ambazo zina ushirikiano wa wazazi ambao wakiketi hivi leo watasema wanafunzi wetu wanastahili kuenda ile tunasema nini, academic trip. Wanaenda ziara ya kimasomo. Wazazi wanatoa hela. Wazazi wanaweza keti na waseme hapana, wanafunzi wetu mbona wanafinyana darasani? Si tunaweza tukatoa hela sisi kama halmashauri
ya wazazi tunaweza tukaketi tukajua bajeti na tukaweza kufanya mchango. Wale ni wazazi ambao walalamiki. Maliba hao wanafunzi ambao wanatumwa nyumbani kuleta hata shilingi 20, shilingi 50 ni wale wanafunzi ambao mwalimu akimtuma nyumbani, mzazi kitu cha kwanza atasema hawa walimu wanapenda pesa. Hawa walimu hawa wanategemea hela zetu ndio wajiendeleze. Baba mwalimu alikuja akasema nini? Kwamba sisi tunalipa mishahara, hatutegemei hela zenu kujiendeleza sisi kama walimu. Ni kwa manufaa ya mwanafunzi. Mikutano ambayo walimu wahitaji wazazi shuleni, hii mikutano ni mikutano ya madhumuni yepi? Tofauti. Kwa maana mikutano yana malengo tofauti. Mkutano wote, hata wewe leo kuna mkutano ukiwa. Mkutano ambao huwa najua ni ya mada jumla pengine. Sana sana huwa ni mkutano yetu nasema mkutano wa mwaka au AGM. Kwa maana pale ndipo utaenda kupeana ripoti ya mwaka kumekwaje. Kwa maana utafika na utapata mwalimu mkuu ataanza kwa kusema kwamba mna madeni ya shule kiwango fulani. Tuna mradi ambao tulikuwa tumeanzisha kama halmashauri ya shule imefikia hapa, hatujakamilisha. Lakini sio mkutano huo, hiyo AGM huwa sio mkutano wa wanafunzi. Sana sana ni halmashauri ya shule na vitu vingi vya kuweka wanafunzi waendelee mbele. Kwa maana sidhani kama kuna wakati mwanafunzi huenda kusimama pale na kusema sisi tunateseka. Wajua wanafunzi tulipokuwa wanafunzi huwa tuna matatizo yale tu ambayo yalikuwepo miaka nenda miaka rudi. Kwamba chakula cha shule ni kibovu. Hatushibi. Tuna kunguni. Waona? Sasa asante sana hao mwalimu fulani ni kama anatuchukia. Vivyo hivyo ndio ilikuwa masuala yetu kama wanafunzi. Wakati ambapo wewe kuna pia hii mbinu ambayo wazazi hutumia ambayo si nzuri. Unaitwa shuleni. Mwalimu amekuita shuleni. Unapata ule mkutano una wazazi wachache. Kwa mfano ile shule na wazazi 200. Lakini unapata kwenye ule mkutano ambao umeitwa wale wazazi wanastahili kuhudhuria ule mkutano, labda wazazi wamo 60. Wazazi 40 hawapo. Ndio ushirikiano ukiwepo masuala haya hayafai kuwepo. Hii ni kukosa nidhamu kitu cha kwanza Maliba. Kwa maana sidhani wewe unajua ninapoita mimi nikiitisha mkutano leo na wewe usije, unafaa kupewa adhabu. Lakini ukinitumia hudhuru kusema kwamba naomba radhi sitafika kutokana na la kwanza, la pili, la tatu, utagundua kati ya wale wazazi 200 ambao walikuwepo 60 waliofika. Hawa 200 kuna uwezekano kuna mzazi ambaye ni mgonjwa lakini pengine hatasema sitafika kwa sababu nina maumivu, sitafika kwa sababu nimesafiri nje ya nchi, sitafika kwa maana niko kazini, kazi imenibana, siwezi nikaondoka, nilikuwa nimejukumikia hapa. Lakini kumbuke kwamba taarifa zinapotumwa au habari zinapotumwa kwa wazazi zinasema kuwa tarehe fulani mwezi fulani tutakuwa na mkutano. Ni wewe kujipanga ili siku ile iwe. Nini ambacho mzazi anastahili kufanya kutekeleza ndo ampe mwanafunzi na mwalimu nafasi nzuri ya kufanya vyema shuleni? Maliba, kwanza mzazi anafaa kufahamu kwamba pia yeye ana mchango mkubwa kwa ukuaji kielimu wa mwanawe. Ndio maana ya ushirikiano huu. Mzazi anachohitaji kufanya ni kwamba kwanza umuhimu tu wa ushirikiano huu kwa mzazi. Umenileta vizuri sana. Umuhimu, tuangazie umuhimu wa ushirikiano huu kwa mzazi. Mzazi kitu cha kwanza ana uwezo sasa wa kumfahamu mtoto wake vizuri anapokuwa nyumbani na vile vile akiwa shuleni. Kwa maana pale ndipo mwalimu anaweza kumwambia mtoto wako huyu ana tatizo hili na hili na hili, pengine ni kinidhamu, tuweze kushirikiana wote. Kwa maana hakuna vile mwalimu wako anaweza akakuadhibu shuleni kwa makosa ya wizi na nyumbani mzazi wako akuadhibu. Anakuonya, anakuambia wizi huu utakupeleka pabaya. Unajua yeye hajakuadhibu, lakini shule mwalimu anapambana kukucharaza viboko.
Kwanza wewe mtu kama mimi ambaye na watoto wawili, mmoja nimemuita mamangu marehemu. Wakati ambapo nazungumza mama mzazi Oronda wanampiga tatizo ndio inakujia pale. Sasa wewe unaona kwamba unamshikia kuna usemi huyu mama yetu alikuwa anatuambia, sasa sijui kama ni usemi la Kiswahili, kaka Freddy pengine ataniambia, lakini alikuwa anasema ati amemshikia nguo. Sijui kama niseme ati huyu mzazi anapenda kuwashikia watoto wake. Sidhani, nafikiria ni lugha ya moja kwa moja kutoka kwa lugha ya mama. Amtirire ngubo. Kumaanisha kwamba amemtetea. Kumtetea. Huyu mzazi anapenda kumshikia mtoto wake nguo. Yaani hata huyu mtoto apatikane kwenye makosa, mzazi wake hata kubali. Hata sema mnamuonea mtoto wangu. Sasa unaona ile haipo. Lakini ushirikiano ukiwa, mzazi ataweza kuelewa na ataweza kushirikiana na mwalimu kutatua ile tatizo. Mzazi vile vile anaweza kuelewa wakati mwalimu anapeana mtoto kazi. Mzazi ana uwezo wa kuangalia kazi ya mtoto wake. Na ndio nakwambia kuna wazazi wengine wanafanya makosa, kwa maana mzazi anachofanya sana sana, mtoto amepatiwa kazi kama wewe kama Liba. Mtoto amepatiwa kazi, tutumie Kiswahili, somo la Kiswahili, kazi ya ziada. Nenda mzazi akusaidie nyumbani. Kitu cha kwanza anapokuletea baba, naomba unifae hapa, unakutana na sarufi. Swali la kwanza, kati ya maneno haya yaliyopigwa mstari gani ni thuluthi mbili? Ukiona hicho tu, sijui Kiswahili mimi, katafute mama yako. Unaona wewe ushirikiana kuna. Kwa maana wewe hata uwezi ukasema saizi kuna mitandao, mbona nisiangalie niweze kumfaa. Kuna vitu vingine pengine wewe hautaelewa hadi saizi. Thuluthi, tusui, pengine alikupita, lakini ulisoma saizi pengine haipo kwenye kumbukumbu lako. Lakini je, itakugharimu nini wewe tu kununua pengine data na kwenda mitandaoni na kutafuta hii tusui ni nini, na kumwambia mtoto wangu tusui ni hii. Na saizi kuna vitu vingi anakupa maelezo. Maliba, mimi saizi na teknolojia naweza nikawa mwalimu mzuri sana, hata kama pengine sijapitia tasnia ya walimu. Kwa kupitia tu nasoma na naangalia na mambo yanazidi kuwa sawa. Kwa hivyo wakati mwingine pia wazazi, vile tulivyosema, ni kutekeleza au watekeleze vizuri. Naam. Wanasema ndio maana Maliba, unajua kwanza hakuna kitu cha kuhuzunisha. Sisi tunafanya taarifa. Na ni kitu mzuri, sisi ni wanahabari. Tunafanya taarifa, tunatangamana na wazazi ambao wapo kwenye runinga au kwenye redio, wanasema peupepe kwamba mbona sisi tunarudishiwa wanafunzi na tumewatuma shuleni, wametoka nyumbani tu, mbona tunarejeshewa? Wewe mzazi, ni nini kinakuuma wewe kuketi na mtoto wako? Wakati mwingine hata unamsikiza mzazi anatoa maneno ya uchungu sana. Ati wananirudishia mwanafunzi, kwa nini? Nimfanyie nini? Huyo ni mtoto wako bwana. Kitu cha kwanza, yule ni mtoto wako. Siku moja na jirani yangu ambaye sitamtaja. Tunamjua, lakini tunamjua wewe na jirani mmoja tu. Na yule jirani yangu wakati mwingine yeye hutamka maneno mabaya sana kwa walimu wa watoto wake. Kwa lugha ya mama, si unajua yale matamshi si mazuri. Sio mazuri. Wakati ambapo mwalimu amemtuma mwanafunzi nyumbani, nenda ukaambie baba ama mama akupe kitu fulani ulete. Mama atatamka maneno ambayo hayafai. Mama atatamka hata maneno ambayo hayafai mbele ya mtoto, kwa mavazi anayovaa mwalimu, vile mwalimu anakaa kule nyumbani na mambo mengi. Nikukosana tu heshima. Nikukosana tu heshima. Na wale, na ukigundua pakubwa kaka Maliba, yule ndio mzazi ambaye kama ni kwenda shuleni
alifika shuleni wakati alikuwa anampeleka mtoto wake kuandikishwa, kusajiliwa shuleni. Na vile alivyofika na kusajiliwa shuleni na kukubaliwa, hajawahi kafika shuleni. Kati ya wale wazazi 200, huyu mzazi hajawahi fika shuleni. Hawezi patikana kwa wale 60 ambao walifika. Kwa maana ni wazazi wenye hilo tabia. Watazungumza, walimu mbona wanatutumia watoto wetu? Sisi tuwafanyie nini? Mimi mwalimu akiwa shuleni, kuna dress code, ile tunaita dress code. Akiwa shuleni, mimi sijawahi muona mwalimu, kwanza tuangalie shule ya msingi. Hawa walimu wetu hata wakivaa utajua tu huyu ni mwalimu. Kwa maana jinsi anavyovaa. Magwanda yake yale makubwa kama pengine ni binti ama mama, mwalimu mama. Hatajivaa tu unajua leo huyu mwalimu. Unaona? Lakini sijawahi mimi kumuona, kushuhudia hadi vile mimi nilipofika katika shule ya upili. Ndipo mimi nilimuona mwalimu wangu anafika darasani akiwa amevaa longi. Lakini baba, wapo siku hizi kina dada wanavalia longi walimu. Lakini siku hizi sasa, ama unampata inaitwa official yenye ambayo imekubaliwa. Lakini uweze enda ukavaa kingo kinakubana bana, hata ukijaribu kuinuka hivi, kitu cha kwanza mtoto anaona ni sehemu ya tako, ashakumsoma tusi. Na pale pa kuvalia nguo za kuwabana, walimu wa kike samahani wana hiyo tabia. Na ndio haifai. Pia tunafaa tuangazie hivi. Nakwambia mimi nafika shule ya upili, ndio mimi namuona mwalimu amevaa sketi ambayo ina slit kubwa. Ile slit kule, ile mkato ule ambaye unatoka slit. Ndio mimi naona mara ya kwanza nashangaa, kuna walimu wanafanya hivi. Halafu pale unajua tuwapengia shule ya upili ya sekondari tumeanza kuwa madaktari, tumebalee wengine wetu kubalee na tupata pabaya. Pabaya unamaanisha nini? Unaona mwalimu anaandika ubaoni, alafu wewe unaangalia kinachoandikwa, unaangalia sehemu ambazo zinatingika. Kule unashangaa wale waliobarikiwa na mwili wakati ambapo akiandika unafuata mrindimo ile vibration kuna mrindimo unaonekana. Sasa kuna hiyo tatizo, na ndio walimu ndio pengine mimi nakuja kuona unapata kuna wanafunzi ambao wanaingia kwenye uhusiano wa kimapenzi na walimu kutokana na haya tu. Walimu wanakosea. Unajua hakuna mtu kwenye jamii Madiba, na mimi naweza kuambia pengine ni wakati huu ndio kubadilike. Lakini mtu yoyote alikuwa anaitwa mwalimu. Yule bingwa hadi kifo chake alikuwa anavikwa ile kofia yake ya walimu. Habari mwalimu. Mtu yoyote hata kwenye angalia na hizi pengine kuna maeneo fulani vijijini kule mashinani. Ukienda umevalia nadhifu vizuri, ukipita barabarani hata mtu yote ambaye akufahamu utasikia anakuita mwalimu. Mwalimu Orie. Bola huko mwalimu. Najua utasema zaidi hapo. Sitasema zaidi hapo, sitaki kusema zaidi hapo. Ugeuze kipindi. Alafu ugundue si ati sijui. Ugundue nasema tikaka si unifai na saa moja kwenye Mumbo FM. Majukumu mengine. Kwa hivyo mkuu unasema kwamba ni vizuri wakati ambapo muhula unaanza walimu ama mwalimu aite mzazi ampe utaratibu na ratiba ya muhula wote. Mzazi anaporejea nyumbani awe na ratiba ya muhula wote, wasiwe wakirejesha mtoto nyumbani akose masomo. Kuna vitu vingine kaka Maliba, sidhani kama kuna mwalimu ama shule yoyote ile, uongozi wa shule unaweza kaa na useme wiki kesho tunataka tumuitishe mwalimu shilingi 10,000. Hata uitishe mzazi shilingi 10,000. Sidhani, shule nyingi zinatuitisha hela tu za hapa na pale, 500, 1,000, 2,000. Na kukiwa na pengine hii ziara ya masomo ambayo wanafunzi wako wanahitaji kwenda mbali, utapata atakwambia pengine wanahitaji shilingi itapita 5,000, 10,000. Waona wengi watakufanya hivyo, lakini hawatakwambia ati wiki kesho, juma kesho tutahitaji 10,000 ya kuwapeleka watoto ziara. Watakwambia tutahitaji watoto, lakini mzazi pengine tumekupa miezi 2, miezi 3, ama pengine muhula
ujao. Nikupe mfano hai na umenikumbusha mbali. Jumanne ijayo mtoto wangu kwa ushirikiano na wanafunzi wenzake watakuwa wanazuru gatuzi la Kisumu. Na tuliambiwa hata kabla ya muhula huu uanze. Tukaambiwa kwamba tunaomba kuwapeleka wanafunzi kuzuru mbuga fulani kule Kisumu. Na tumekuwa tukijiandaa kama wazazi. Kwa mfano walisema kwamba mtoe shilingi 1500 alafu mpe mwanafunzi ama mtoto wako hela ambazo anaweza tembea nazo, akiona ndizi, akiona nini anaweza nunua. Kwa hivyo shule ilitupanga mapema. Hilo mlipangwa. Hakuna taasisi yoyote itawaambia kesho fanya. Tatizo tu taasisi zetu hizi wakati mwingine ni vile pengine mwanafunzi wako akikosa nidhamu, hatumwe nyumbani, akirejea wanakuambia mzazi, kwanza kwa maana wewe ulikataa kutusaidia kujukumika, maliza karo. Kama una deni yetu ya shule kamilisha. Wanakuweka kwa pabaya wewe kama mzazi. Alafu baba niulize, mbona wakati mwingine mzazi anajikuta na deni kubwa la mwanawe shuleni? Yaani alipi? Hata wakati mwingine pengine sio kulipa, ni kukosa. Lakini kukosa huku sisi tunakosea kama wazazi. Kwa maana Maliba, mimi naamini nikitoka hapa na niende katika shule ambapo watoto wangu wapo, nikifika pale na nimuelezee mwalimu mkuu kwamba mwalimu, najua mula huu nahitaji kulipa 20,000 kama karo. Nina miezi 3 watoto wetu kusoma. Nikiweza kupata, kwa maana sidhani kama kuna shule hata ukienda kutuma shilingi 500 saizi watakataa. Lakini vile mzazi, kitu ambacho inafanya wazazi tunajikuta tuko na madeni makubwa ni kwamba wewe unahitaji kutoa shilingi 20,000, una mshahara wa shilingi 5,000. Kwa ile mshahara wa shilingi 5,000 una majukumu ya nyumbani, ya kibinafsi, na vile vile pia majukumu mengine ya kumfaa mwanafunzi. Na karo inakungoja. Tatizo ni kwamba wewe kama mzazi utangoja eti kwamba utafuta shilingi 20,000 ndio ulipe. Ni lini katika mshahara wako wa shilingi 5,000 utakusanya hadi ifike shilingi 20,000 upeane? Si rahisi. Sio rahisi. Na watoto pia wanataka kula. Wanahitaji kula, kuvaa, una pengine wewe mahali unaishi unalipa kodi. Unaona tatizo? Sasa wewe kama mzazi ndio unafaa ujipange kwa ile shilingi yako 5,000. Hakikisha pengine uambie walimu, mimi nitakuwa nalipa shilingi 200. Bora lazima nikuwe nimeweka kitu. Je, baba, wakati ambapo mzazi ashirikiani na shule, kwa mfano kulipa zile hela ambazo shule inataka, huyu mzazi anaweka mahali gani shule? Anaweka mahali pabaya. Kwa maana tunafaa tugundue kwamba kuna unyanyasaji vile vile. Kwamba mbona tumesema kwamba kitu cha kwanza ulikuwa pale nyuma ulikuwa umesema kwamba hata ukimtuma huyu mwanafunzi nyumbani, wanafunzi waliosalia shuleni wanasoma. Na wakishasoma huyu hata alipe kesho yake, hata rejeshewa elimu aliyokosa jana. Mwalimu ataendelea. Lakini angalia sasa shule. Mahali shule inajipata, shule lazima mtume mtoto wako nyumbani ndio watoto wengine waweze kuweka kwenye ile bajeti ambaye sasa wewe tumekusitiria mtoto wako muhula mzima. Huyu mtoto haujalipa hata senti moja. Muhula mzima? Muhula mzima. Wapo wazazi najua. Wapo. Mzazi hadi saizi fee structure ile aliyopatiwa kwenda kulipia yupo sufuri. Hajaweka hata senti moja hadi saizi. Sufuri. Wapo. Lakini yule mtoto anayefika shuleni, ile ambayo tulikuwa tunasoma masomo ya ziada, anasoma kwa ada ambayo kaka Maliba amemlipia mtoto wake. Anaitumia kusomea pale. Vile vile anatumia rasilimali ambayo mzazi kaka Maliba amechangia kuwepo pale. Chakula yenye kaka Maliba amelipia, itabidi mtoto wake asiongezewe posho kubwa kwa sababu ya kumfaa huyu
mwingine kumsitiri, mwingine ambaye hajalipa chochote. Kuna wale wazazi, na ndio kitu mzuri Maliba, na mimi naamini kwamba hauwezi ukaenda kwa taasisi yote ya elimu, shule, ufike pale na umweleze mwalimu mkuu kwamba mimi mapato yangu hayaniwezeshi kulipia kwa pamoja karo hii, lakini ukiniweka kwenye mpango wa kwamba nitakuwa nalipa shilingi 500 kila wiki, mtoto wako hata muhula utakapokamilika hata timuliwa nyumbani. Si tuna wale unasikia papa anasema wewe najua mzazi wako, rudi darasani. Kuna wale wazazi ambao wamejitolea, na wapongeza sana wazazi ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba wanao wanasalia shuleni licha ya mapato yao madogo, wanatoka. Kuna picha ilisaba mtandaoni, mzazi amepeleka kuku wawili shuleni. Wajua ni pesa ngapi? Kama ni jogoo 1,500, kuku wawili amepeleka shilingi 3,000. Ama hata pengine afike pale aseme kwa hawa kuku, kwa maana nyinyi taasisi ya elimu mkinifanyia shilingi 2,200 itanifaa. Hebu taja maneno matatu ambayo unahisi kwamba mzazi anafanya na yanachangia masomo ya mwanawe kutoimarika. Mwanzo, kukataa kushiriki kikamilifu kwa elimu ya mwanao. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kukataa kushiriki kuhakikisha mwanao anafanya kazi ya ziada aliyotumwa nyumbani. Kukataa kuangalia kazi ya mtoto wako. Makaka Maliba, kuna mabingwa hapa nje wazazi hawajui hata vitabu vya watoto wao vinakaje. Hatambui mtoto wake anaandika vipi. Ukweli. Hiyo ndio tatizo la kwanza, kukataa kushirikiana kuhakikisha kwamba elimu ya mtoto wako inaendelea. Umenikumbusha jana wakati ambapo niliingia kwa nyumba, sikumwambia mwanangu kwamba naenda kutizama vitabu vyako, na nikaenda mahali ambapo wanaweka vile vitabu. Nilipata vile vitabu vimejikunja sana. Nikamuuliza, mbona unafanya hivi kazi wewe? Vitabu vimejikunja, vipi unaandika? Mwanangu hata hana kalamu. Na mimi nimenunua kalamu juzi. Namuuliza, wewe bwana, kalamu zimeenda wapi? Eti baba, nimempa mwenzangu lakini hakunirejeshea. Mbona usemi nikununulie zingine? Yaani nakuta hana aibu. Na usipochunga, kwa maana imekuwepo kwa muda. Amekuwa na tatizo hilo kwa muda. Kabla ya kuambia amekuwa na tatizo hilo kwa muda. Ukipekua hata vitabu vyake utagundua kuna ile inasema mwalimu ameandika ndani sana. Lalama za mwalimu, haukamilishi kazi. Tia bidii. Soma zaidi. Kwa maana wewe utagundua kwamba upo tu. Hata nikagundua siku moja kwamba mwalimu akamwandikia mwanangu kwamba punguza michezo shuleni. Naam. Halafu unakutana naye katika muhula wa pili na aliandikiwa muhula wa kwanza. Unaona sasa tatizo kama hilo ndio kufanya tatizo hilo kwanza kutozingatia, inafanya mwanafunzi wako hawezi fanya vizuri darasani. La pili, wewe mzazi kukataa kwenda shuleni au kukosa kushiriki vikao vya shule, hasa kati ya mwalimu wa mwanafunzi wako na wewe mzazi. Ukiitwa, wewe umeweka kazi mbele. Ukiitwa, wewe unasema naenda kufanya nini kazi ya mwalimu. Wewe mzazi ukiitwa shuleni kuja uangazie masuala ya saizi Maliba, kaka Maliba, usipoenda shuleni hata mahali mtoto wako anapoketi hauwezi ukajua. Pengine mtoto wako anaketi kule mwisho ana matatizo ya macho, haoni ubao. Ukweli. Kuna pengine mtoto wako anaketi kule nyuma hasikii vizuri. Lakini mtoto wako anadidimia kimasomo, wewe hauchukulii umuhimu. Mwanafunzi wako kuna vitabia anajiingiza ndani. Na kaka Maliba, wacha nikwambie kitu kimoja. Iwapo mzazi atakupigia leo ukatae, kesho ukatae, kesho kutwa ukatae, kitu ambacho atafanya ni kumwacha mtoto wako. Baba, mbona unanikumbusha? Kwa sababu juzi nikamuona mwanangu ana kitambaa fulani kwenye bagi yake.
mgomba wake, nikamuuliza kitambaa hiki cha nini? Kumbe mwanangu wakati ambapo hayupo hapa kwao nyumbani, akiwa kule nje anataka kuvalia kama Muislamu na mimi Mkristo. Nikamwambia mwanangu, hii tabia gani? Mimi sitaki mambo ya Uislamu katika boma langu. Nina misimamo yangu kama Mkristo. Kwa hivyo unamaanisha kwamba ni vizuri pia kufuatilia mtoto. Au ufuatilii mtoto wako, ndio maana anajikuta na haya matatizo. Wewe unakutana naye. Na pengine kaka Maliba, usishangae wewe unamuona mtoto wako mara moja pengine kwa wiki ama mara mbili. Pengine hata sisi ambao tuko na familia tunaishi, unatoka asubuhi, mwanafunzi wako alitoka saa 12 akakuacha unalala. Atatoka, atarudi jioni, wewe utatoka kazini hapa saa 3, saa 4, saa 5. Wengine tunatoka hadi saa 6 za usiku. Tunaenda manyumbani, tunawapata watoto wamelala. Wiki nzima, nyuma nzima hujamuona mtoto wako. Hata pengine kumsikia sauti hujasikia. Lakini yupo. Usishangae pengine hata yeye kujivalia ile Kiislamu. Pengine ameanza kuenda hata madrasa. Kuna ukweli pale. Ameanza kwenda madrasa au jui. Ila pengine tusingilie masuala ya dini. Wajua pia wazazi na hii pengine vile wamesema na misimamo yako. Mimi ni Mkristo, nikamwambia hapana mwanangu, hapa ni Ukristo. Hapa ni Ukristo. Tafadhali masuala ya Uislamu tawe. Na kuna wengine ambaye kama mimi mimi watoto wangu wanaposoma wanasoma shule ya Kikatoliki. Watoto wangu hata vile wanavyoomba Kikatoliki, wanakuja wanaweka ile ishara. Vizuri. Wanafanya hivyo vitu vyote. Vizuri. Wanasema sala za Maria, sala za nini na nini. Mimi mtu wa AIC ile ya Rais Moi sisi. Sisi mtu wa AIC. Lakini watoto wangu, wewe nao ulipatikanaje kule nawe? Wewe sio na wasiwasi. Msimamo wangu sasa, wewe msimamo wako umeusema. Sasa mimi msimamo wangu no. Lakini mimi kwangu mimi nawaruhusu watoto wangu kujifanyia wenyewe. Stacy wangu alikuja akaniambia nataka kusoma dini. Akaanza hadi ila hakuendelea kutokana na ratiba ambayo ilikuwa imewekwa, kwa maana niligundua hata kuwa na uwezo wa kufanya kazi yake za ziada na kuelekea kanisani bado. Lakini mimi sikumkataza, na mimi nikamwambia mtoto wangu ipo hivi. Ile wakati na mimi naomba pengine ukifika shule ya sekondari utakuwa na nafasi ya kuweza kufanya dini. Kwa maana mimi nakumbuka dadangu ambaye ananifuata, yeye hadi amebatizwa Mkatoliki kabisa. Kwa maana ya kusoma kwa shule ya Mkatoliki. Sasa yule mtoto wako kuna uwezekano mkubwa pia amevutiwa katika ile dini. Kitu pengine wewe kama mzazi kwa sasa una mamlaka juu ya mtoto wako. Unaweza ukampa ile maelekezo. Unaweza kumwambia kwa sasa mama yangu wachana nayo. Lakini ukubali ukatae, wakati fulani atatoka, na kama ni Uislamu anataka kuingia, hatakuwa Muislamu. Hata umfanye nini, hatakuwa Muislamu. Atakuacha pale. Sisi tulikuwa tunaambiwa, kuna mwanafunzi tulikuwa tunahadithiwa, tunaambiwa kwamba kuna mwanafunzi wakati fulani alikuja akaambiwa apige magoti na hakufanya makosa. Ila akapiga tu magoti kwa maana amelazimishwa. Lakini aliposimama akamwambia mwalimu, unaona wakati ule nilipokuwa nimepiga magoti, nilipiga magoti tu kwa maana wewe umesema, lakini kwenye moyo wangu nilikuwa bado nimesimama. Hiyo ndio matatizo ambayo unaweza mkataza mtoto wako asiwe Muislamu, lakini lengo lake yeye atataka kuwa. Wangu mimi nimewacha hivyo. Mwali atafika aseme mimi Ukatoliki sitaki, katafute vyako, lakini usiletee dini za ajabu ajabu. Mtazamaji, dakika 10 hizo zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Tunaendelea na mdahalo huu. Sijui kaka kama tunaweza pata mapumziko kidogo alafu turejee ama pengine naomba tusipate mapumziko, wacha tuchukue dakika 10 hivi alafu tukamilishe. Itakuwa vizuri. Sasa pale nini ambacho mwalimu anastahili kufanya? Ilikuwa bado nimesalia na moja, mbona mzazi haimarishi? Nilikuwa nimesema mawili. Sasa la tatu niko hapa. Mzazi ambaye anamzungumzia mwalimu vibaya mbele ya wanafunzi wake.
Hakuna wakati yule mwanafunzi atafanya bora shuleni. Mzazi wewe unachangia, kwa maana kitu cha kwanza umesema tayari unamsikia mzazi akizungumzia hadi vile mwalimu pengine maslahi yake nyumbani hapo. Hadi muonekano wa mwalimu. Hadi muonekano wa mwalimu unazungumzia. Kwanza kitu cha kwanza unamsikia kwa mfano unasikia mzazi anasema maana khalimu kwa ona gapuru. Unasikia ile matamshi? Sisikize. Kaseme kwa Kiswahili sasa. Mpuruka ujibu kwa Kiswahili bwana. Wewe umepuruka? Hapana. Si kupuruka kupaa kwenda hapana. Yaani kule kuchakaa ngozi. Amechakaa. Sasa ukimwangalia hivyo, unajua kitu cha kwanza yule mwalimu anapoingia darasani, mwanafunzi ambaye amesikia kwamba mwalimu amechakaa, kitu cha kwanza ni kutafuta mwalimu ile kusema ni kuhakikisha kwamba si ni kweli huyu mwalimu amechakaa. Na pale ndio mwanzo kumkosea heshima mwalimu na kupata. Sisi tulikuwa tunasoma Maliba, mimi sana ukiangalia katika eneo letu la magharibi tuna ile tatizo, tunasema watu wanashema sana. Hautamki maneno vizuri. Lakini je, unajua uko shuleni na wakati mzazi wako ataanza kusema kwanza yule mwalimu yule havai vizuri, kazi yake ni kushema tu. Unajua wewe ni hapo ndio itakupiga kama mwanafunzi. Na kweli sijai msikia kishema, lakini pengine wacha kesho nikiwa darasani kinisikiza atashema. Na kuna uwezekano kabla kushema nini kwanza? Ile kutamka neno unaweza ukitaka kusema pungoma. Pungoma, useme pungoma. Unataka kusema neno kiti unasema kidi. Mdodo. Pale na pale. But sababu utagundua wakati wote umekuepo. Akisema mdodo, wewe unasikiza kama mtoto. Unamwelewa vizuri, anasema watoto watatu walikuja. Unaelewa kwamba ni watoto watatu walikuja, unaelewa. Lakini wakati watapanda ile mbegu ndani yako kwamba yule mwalimu hushema. Lugha ya mtatu tunasema tukushema. Sasa sijui kama ni lugha ya Kiswahili. Ile kushema. Nakwambia kaka, uende wapi kaka Maliba? Utaanza kumjua yule mwalimu akishema. Utaanza kusema mwalimu naye huwa anashema. Mwalimu anashema. Na unasahau kwamba umekuwa ukimwelewa muda wote. Sasa unaanza kupotoka. Unaona? Alafu vile vile unaanza kumkosea mwalimu heshima. Kuna siku atakuchapa kama mwanafunzi, atakuadhibu kama mwanafunzi. Na utamwambia wewe huyu mwalimu kwanza amechakaa tu. Ndio maana wanaenda kusema, na nakwambia mara sio moja, hata kama nyinyi wazazi, epuka kumzungumzia mwalimu wako vibaya. Hata mzazi anazungumza kuhusu ndoa ya mwalimu vibaya mbele ya mwanafunzi, vile anaoleka hapa akiruka akienda, inamhusu nini mwanafunzi wako? Si mwanafunzi wako anamfunza, inamhusu nini? Lakini ukianza kusema hivyo unaanza kuchora taswira chanya mbele ya watoto, ama pengine ni taswira hasi negative mbele ya mwanafunzi wako. Mwanafunzi wako anajikuta anaanza pia kumdharau yule mwalimu. Je, nini ambacho mwalimu anastahili kufanya kuhakikisha kwamba mtoto anafanya vizuri? Ushirikiano wake na mzazi na mwanafunzi. Ile mada ambayo tumeweka pale, ushirikiano wa walimu, wazazi na wanafunzi, lazima imarishwe. Ikiimarishwa, hata ushirikiano huko kwa mwalimu na umuhimu. Mwalimu anaanza kuhisi kwamba anakumbatiwa, anakuwa valued. Unaona? Anakumbatiwa, utendakazi wake unakumbatiwa na wazazi na mwalimu. Huyu mwalimu ana uwezo kugundua kwamba ninapohitaji hii ili kumfaa mwanafunzi, yule mzazi atatekeleza. Huyu mwanafunzi nina uwezo kuzungumza na yeye moja kwa moja, akiwa na matatizo anaweza kuniambia. Nina ile imani kwa mwalimu, kwa mwanafunzi. Nina imani kwa mzazi. Nikiitisha mzazi shilingi 200 ya mtihani, hata niuliza mtihani gani inalipiwa shilingi 200? Baba, nataka kukumbusha kidogo. Naam. Yupo rafiki yangu mmoja, una marafiki wenye matatizo, mara sio jirani. Yupo rafiki yangu mmoja ambaye
amekuwa, sijui kama nitatumia hilo neno kuwa hongo, lakini amekuwa akimpa mwalimu pesa fulani kwa kila mwezi ili huyu mwalimu awe karibu na mtoto wake, huyu mtoto afanye vizuri. Mtoto hajakuwa akifanya vizuri kwenye hisabati. Unakumbuka juma jana nilisema nini? Mwalimu ana uwezo mkubwa sana wa kumwangalia mtoto wako na kukuambia huyu mtoto anahitaji msaada huu hapa na hapa. Niliweka wiki jana wazi. Mwalimu wa hisabati Daktari Kundu atakwambia huyu mtoto ana uwezo wa kufanya vizuri, anahitaji kazi ya ziada. Na akikuja mimi nitaweza. Ni wewe mzazi sasa kumwambia mwalimu, tafadhali naomba mtoto wangu kama unaweza mpatia mambo ya ziada. Wanafunzi tuko tofauti Maliba, tuko tofauti, hata uwezo wangu na wako tuko watu wawili tofauti. Wewe una uwezo mkubwa pengine kwa kufanya vitu fulani. Lakini mimi uwezo wangu pengine pale ni mdogo, nitachukua muda kabla nifikie kiwango kile. Ndio maana hata shuleni nilisema kuna mwanafunzi ambaye utasema 1 times 2 equals to 2. Lakini kuna mwingine hata ukimwambia atashangaa, vipi? Lazima umuelekeze, umwambie hii 2 imekujaje? Nakupata. Kwanza. Lakini kuna mwingine ameshashika. Hata ukimwambia haya 2 times 2 ataelewa. Atasema hii inaongezwa hivi, inaongezwa hivi. Nilikuwa namzungumzia wakati fulani Daktari Kundu hapa akifanya mbinu zake za hisabati. Na mimi nikuja nikamwambia daktari, mbinu ambazo wewe unafanya zinahitaji mwanafunzi ambaye pia huku juu yupo sawa. Sio yule ambaye utaanza kumwambia that ukuje kusema you people are using laborious methods. Zile hatua ambazo zimetengenezwa kwenye maabara. Wanakupatia, wanakuambia fuata huu mkondo. Unafuata tu, mwanafunzi hana uwezo ya kufikiria njia nyingine ya kutatua hicho tatizo au tatizo fulani. Anajigundua hana. Na ndio sasa mimi na uwezo kwa sasa, mtoto wangu nikimwona afanye vizuri kwenye hisabati, nitanunua kitabu cha ziada cha Daktari Kundu. Sio kumpa Daktari Kundu kitu kidogo. Naweza vile vile hata kumwambia daktari, mimi naomba kuliko nipe kitabu, nifunzie mtoto wangu. Kumpa Daktari Kundu kitu kidogo, unahisi ni hongo ama si hongo? Mkataba. Maelewano. Sio hongo. Ni mkataba ambao wewe unafanya na Daktari Kundu. Ile siku ambayo mfreji utakatika au mpi Kundu, atatekeleza yale majukumu alivyokuwa akitekeleza wakati ulikuwa unampa. Mkataba wako na Daktari Kundu ilikuwa kwamba daktari, nitakulipa hela hii wakati mfereji unakatwa. Yeye anastahili pia kukatwa. Maliba, usipoanza kulipa mshahara leo, mshahara wako ukisitishwa leo hapa, mwezi kesho ukuji kazi. Sitakuwa na uwezo wa kuja. Hauna uwezo. Mkataba wako na wakurugenzi wa kituo hiki ni kwamba utafanya kazi kwa siku 30, mshahara wako utakuja kwa wakati. Baba, papo hapo walimu pia naambiwa kwamba ukosea mahali, unapata mwalimu kwenda darasani si rahisi, ana biashara zake kule nje, ni mfanyi biashara, labda mwana boda boda. Mwalimu anakuja shuleni kwa muda ambao ni mchache sana, anaacha kazi ya ziada kwa wanafunzi, anaondoka. Uongozi wa shule upo. Uongozi wa shule umefeli. Na pale ndipo unaona wazazi wanashiriki maandamano hadi kumtimua mwalimu mkuu. Huanzia hapa. Haianzi kwamba unajua, mzazi unapohisi kwamba wewe unatekeleza majukumu yako na taasisi inafeli, kitu cha kwanza ni kugundua kwamba tatizo liko hapa. Tumejaribu kutafuta suluhu, haipo. Kwa maana wewe Maliba, mtoto wako ukiwa na mazoea ya kuangalia kitabu cha mtoto wako, ugundue kwamba kwenye hisabati amesoma amesoma peji 2-3. Huyu mwalimu ako wapi na tuko mula wa pili? Haji. Ukiangalia kwenye vitabu vya kusoma ndani, ukipekua unagundua kwamba kwa sasa huyu mwalimu anafaa awe yupo katika anamshughulikia mwanafunzi kwa mambo mengine. Ndio maana mimi nikuja nikakwambia mwanafunzi wako akishindwa hata amefika kidato cha kwanza au cha pili,
na ashindwe hata kujibu maamkizi, huyu ana tatizo. Ukimwambia shikamoo hakuelewi, huyu ana shida. Mwanafunzi akifika darasa hata la 3 na asiwe na uwezo wa kujieleza, Maliba, shule hiyo inamfelisha mwanafunzi wako. Unafaa una uhuru wa kwenda kulalamika. Yaani baba, sisi wengine wetu tulikuwa tunafika darasa la 8 hatujui hata kusoma makala. Wengi wazazi wetu walikuwa wanafanya nini? Mzazi wetu anashinda shambani. Ni baadhi ya wanafunzi ambao mzazi wako hapo anapenda kuelekea shuleni. Wazazi wengi pole sana mzazi wa Maliba, lakini wazazi wengi walikuwa wanasema kwamba Mumias Sugar ipo. Naenda unasumkania nini? Na hata kuna baadhi ya watu ambao kidogo wamefanikiwa maishani kule vijijini ambao hawajahudhuria masomo, wanasema kwamba mimi nina uwezo wa kujikimu, sijaenda shule. Wewe unaenda shule kufanya nini mtoto? Wakati mwingine huwa anasema tunakosea, na vile vile pia sio watu wote wamezaliwa sawa. Maliba, wewe babako mzazi akikuachia urithi wa shamba ekari 1000, wewe hata usipoenda shuleni kuna uwezekano mkubwa umepata elimu ya nyumbani. Ukimwona babako akilima, anajua kuweka mahindi, au mmea ikifika wakati gani anaweza akaweka mbolea hadi wakati wa kuvuna. Wewe pale nyumbani una uwezo wa kusoma ile tunasema nini, ratili. Utasema leo ni shilingi 44, utakuwa nayo. Lakini kuna mimi mzazi wangu tumezaliwa mjini, alikutana na mamangu mjini. Kwao yeye alitoka akaenda shuleni. Sisi wazazi wetu wengi wanatupatia urithi wa masomo. Mtoto wangu mimi, sisi watu wa mjini bwana, urithi ambaye naweza nikakupa ni usome. Sasa wewe soma. Ndio wengine wetu sisi tutajikita, tutasoma sana, na pengine tusome sana tupate kazi. Tukishapata kazi ndio, unajua nilikuja kugundua watu wengi sana huwa wanapenda kukuwekea muda na hawajui kiwango ambacho wamepiga. Mimi hupenda kusema watoto wa mashambani sana wana uwezo mkubwa sana, wako mbele sana kuliko watoto wa mjini. Kwa nini? Mtoto wa mashambani pengine kwao wana shamba ekari 2, wewe umezaliwa mjini, babako analipa ile kodi. Hamna kwenu kwingine pasipo hapo. Hata mmoja wa familia kifariki, mnaanza kufikiria kununua makaburi. Wa sehemu za makaburini za mjini, si watu wanazikwa? Wewe ndio umemaliza shule sasa, umeingia chuo kikuu, umehangaika kidogo, unapata kazi ukiwa na miaka hata 30. Kumbuka yule kijana aliye kijijini aliachia shule darasa la 4, amepewa nini? Amekatiwa kipande chake cha ardhi, ameambia jenga nyumba yako pale. Maliba, wewe mtu anakuambia wewe huyu hata hajanunua shamba. Sasa utanunua shamba wakati gani kwanza? Na ndio umepata kazi sasa. Unataka uanze utoke kwenu. Maliba, na miaka zako nyingi unalala kwa kiti ya mamako. Unaona? Inakubidi sasa uondoke uanze kupanga. Kupanga umeweka kwa mshahara 10,000. Unafaa ulipe nyumba 3,000. Huko na 7,000. Wale wazazi ambao walikupeleka shuleni pia wanakuangalia. Unafaa kwenda kazini kutumia hela. Unafaa kufanya nini? Ile hela. Ni lini utakuja wewe uwe na pesa hela kiwango cha kupata nafasi? Kumbuka yule anapoketi pale nyumbani, anaanza shughuli za kilimo. Anajifugia ng'ombe, anafuga ng'ombe, kuku, na anaendeleza shughuli zake za kibiashara. Wewe unategemea upate masomo. Kuna vitu vingine sana na hizi tunafaa tuache kwa tunazungumza kwa kukosa maarifa ya upande huu mwingine na upande huu mwingine. Baba, tukiendelea kumalizia, kuna baadhi ya watoto wamezaliwa katika familia ambazo zina uwezo. Kwa mfano mtoto wako wewe, una TV kubwa sana. Sikatai. Mbona ukadana unayo? Ndio nasema sikatai, ipo. Una uwezo wa kunywa chai ya maziwa nzuri. Yaani kile kitu ambacho mtoto wako anahitaji anacho. Wakati mwingine akienda shuleni analaza damu. Unampeleka States shuleni kwa kutumia gari zuri zaidi.
wakati ambapo tena anamaliza masomo yake, baada ya siku unaenda unamchukua. Kuna baadhi ya maneno ambayo yanatolewa na walimu yakiashiria kwamba baadhi ya watoto ambao wanatoka katika familia ambazo zinajiweza pia mara nyingi wakifika shuleni ulaza damu. Ni ukweli? Na je, tufanyeje ndio hawa watoto watie bidii hata kama wanazo wana mali? Tuache kwanza sisi kuwahukumu watoto kwa maana mali umezaliwa. Kitu cha kwanza tuache. Kwa maana mimi nina uwezo nikiwa na mali yangu, hata watoto wangu wasiende shuleni. Nina uwezo, sina uwezo. Wataridhi. Nimefanya shughuli, mimi nimewahangaikia watoto wangu. Sisi tunahangaika kwa maana ya sisi wenyewe na jamii yetu. Sina uwezo, lakini nikimleta shuleni anastahili kupata masomo kama wanafunzi wengine. Mwalimu hauna ruhusa yoyote kumhukumu mtoto wangu kutokana na hali yangu ya kiuchumi. Huyo mwache mtoto wangu, uwezo wake uko pale. Na sidhani kama kuna mtoto hulaza damu kwa maana kwa wanao. Mimi naweza amua leo nisipe mtoto wangu ridhi. Atafanya nini? Mali mara mingi ni mali ambayo imetafutwa na mzazi, ni mali ya wazazi. Mke na mume mara nyingi wanaweza kukutimua. Mara nyingi kuna watu wana mashamba ekari 100 na watoto wao wanafanya vibarua, na wajua hawajapewa hata nusu, hawajakatiwa chochote kutokana na matatizo yale. Mtu anakuambia jitafutie bwana, mimi pia nimejihangaikia. Maliba, hakuna kitu kinauma kwamba wakati unaona kwenye taarifa mtoto wa miaka 12 analia na anasema mimi kwetu sisi anaomba msaada wa kufadhiliwa kimasomo. Na anasema mimi kwetu sisi ni masikini. Baba yangu ana uwezo wa kunipeleka shule. Ni mimi ndio nanitegemea nisome. Nifanye nini? Niinue familia yetu. Jiulize kwanza, wewe una miaka 12, unajuaje kwamba hata hiyo shule ya sekondari utamaliza? Tunaishi kwa matumaini. Tunaishi kwa matumaini, lakini sio matumaini makubwa. Hata pengine unaweza fika hiyo kidato cha 4 na usifanye vyema. Haya, hata ukifanya vyema, unafaa kuanza kuishi wewe mwenyewe kwanza kabla uanze kuwashughulikia wazazi wako. Naamini kwamba mimi sina jukumu lolote la kuwashughulikia wazazi wangu. Nafaa nijishughulishe kwanza. Hebu rudia. Sitaki kurejelea kwa maana utaleta siasa. Hapana. Kipindi. Kwamba hauna jukumu lolote la kushughulikia. Sina jukumu, lakini mzazi wangu ana jukumu la kunishughulikia. Nishawaisikia useme huo mahali kwamba mzazi una jukumu la kushughulikia mwanao, lakini si lazima mwanao akushughulikie. Baba, usiende sana. Usiende sana. Usiende sana baba. Na asante sana kwa usemu huo kwamba mimi kama mzazi lazima niwalinde watoto wangu ipasavyo. Lakini si lazima watoto wangu wakurejeshe mkono. Kitu chenye mtoto anafaa ni heshima. Kuwa naye na kusema kwa sasa nimepata, mzazi wangu amechoka, na tulichohitaji kufanya ni kwamba mzazi wangu anafaa pia mimi kwa uzee wake nimfae. Ndipo mimi wanifae. Sasa sisi tunaambia ukitenda kumtembelea nyanya, hakikisha mtoto wako huyu msichana wetu ama mvulana wetu huyu kinyozi wako anabeba ile ni shopping. Anapeleka kumpa nyanya ili anaanza kujua kupeana. Kupeana. Najua jifunza kumbe ni vizuri kupeana. Wewe utakapochoka atakuletea, hata wajukuu wako ndio wataanza kukuletea. Ni hivyo ndio hali ilivyo bwana. Na baba, ukiwa hapo, yupo mmoja ameniuliza swali hapa kwamba msungu nani ambaye anakushughulikia kichwa chako? Mtu ameniuliza, sijui kikoje, mimi sielewi. Na hata wewe wakati nilipoingia hapa kinakaa kombo kichwa ulipozaliwa hawaku kuna ile kushika vizuri. Anasema yule ambaye amenitumia ujumbe kama kinang'aa. Yule ambaye amenitumia ujumbe ameashiria kwamba anayeninyoa ufanya kazi nzuri. Na ndio maana mimi hata nikikuuliza na unanichanganya kuniambia ni binti yako, anafanya hivyo unanishangaza sana. Sikiza. Na mke. Mbona nasema kwa maana ushaniambia na mimi nilishakuulizia. Niligundua umesikia nikikueleza kwamba siku hizi anayekufanya kazi kichwani anafanya kazi nzuri. Kichwa kipo sawa. Ukaniambia bana
ni mke anashughulikia hiki? Mke wangu ndiye kinyozi wangu, lakini pia namtrain mtoto wake ambaye ni binti yangu. Mtoto yule msichana wangu, mama yangu yule anaelewa sana. Yeye pia amekuwa akijifunza, kwa sababu wakati mwingine nilimwambia mke wangu kwamba tafadhali mfunze mtoto, kwa sababu wanaume tunakuwa na mambo mengi visirani kwa nyumba. Mke anaweza fika mahali ajikwaze akuache na kialama. Mtazamaji, tunaomba kusimamia pale, kusitishia pale kipindi. Samahani, awamu ya kwanza tumefyonza muda dakika 30 baada ya saa 5 asubuhi. Asante sana, lakini kabla sijatamatisha, baba, sijui kama una la mwisho. La mwisho ni kwamba mzazi awajibike, hakikishe kwamba yeye kama mzazi anachukua majukumu yake kwa mwanafunzi vizuri. Mwalimu vile vile hakikisha pia majukumu yako unatekeleza, na mwanafunzi naye achukue nafasi yake kujua kilichompeleka shuleni. Ule ushirikiano ukiwepo, mwanafunzi atakayekosa kufanya vyema ana mapepo pengine, lakini ushirikiano ukiwepo hata shuleni kutaimarika zaidi. Kuna shule ambazo najua zinaandikisha matokeo vyema sana kwa sababu ya wanafunzi ambao wazazi wao wanapambana kila wakati. Mwalimu anahitaji hiki, wanatoa. Wanatoa. Shule inahitaji wanatoa. Wanafunzi wanabaki wako sawa. Kama ni mitihani kwa wingi wanafanya. Kama ni kwenda hizi ziara za kimasomo wanafanya. Wanajishughulisha kwa vitu vingi sana, kwa maana ya ushirikiano huu ambao unafanikisha kutekelezwa kwa hayo yote. Sasa ni ushirikiano, wazazi tushirikiane, walimu tuimarishe ushirikiano, vile vile wanafunzi tujukumike. Nikizidi kuongeza pale nitakuwa navuka mpaka. Mtazamaji, huyo anaitwa Baba Stacy. Na umeshema. Omba radhi ndugu yangu. Omba radhi. Nimesema samahani. Baba Stacy huyo sasa, mtazamaji, na alihakikisha kwamba picha na sauti zinatoka kwa njia mufti. Ni Kelvin Kibeti, mimi ni Maliba, wengi mnaniita Omsungu. Asante kwa kufanikisha kipindi hiki. Jumamosi ijayo panapo majaliwa tutakuwa papa hapa.